Na nyinyi katika hii kanisa lenu na eneo lenu hii, mnayo wengi katika kijiji ambayo hawajaingia kanisani. Hiyo ndio ujumbe ya kutumwa siku ya leo, kwa mfano wa huyu Paulo, atitwende kuwafikia wandugu zetu ambao hawajaingia mlangoni wa kanisa na hawajasikia neno la Mungu. Tukiwafikishia neno la wokovu, wataweza kuongoka, kubadilisha mienendo yao na kukumbatia neno la Mungu ambaye pia itawafaidi katika maisha yao. Na katika Injili tumepatiwa mfano ya huyu karani mjanja zaidi. Ati yeye alikuwa amezoea kuiba, lakini alipojulikana akawa mwerevu. Alijua anapoteza kazi kwa sababu ujanja wake na uwizi wake umegunduliwa. Sasa hapo alianza kufikiria na kuwaza, sasa nikiwaachishwa hii kazi ni nini tena ninajua? Tumeelezwa alianza mwenyewe kukiri ati kama ni kulima yeye ajui, kama ni kuombaomba anaona aibu. Inawezekanaje karani kwenda kuanza kuwa muombaji? Hiyo ni aibu. Na hapo ndio alifanya ujanja kwa uwerevu wake kuwaita wale ambao yeye aliwaibia. Na hapo sasa ndio Kristo anatueleza ya kwamba atituwe waaminifu katika maisha yetu na katika kazi zetu. Tufanye kazi kwa haki na tutumikie watu bila kuwaibia, ili basi itakapofika wakati sisi kutoa ripoti kwa wakubwa wetu, wasipate dosari ambayo itatufanyia tupate shida. Pia somo inatufundisha ati tuishi maisha yetu kwa uaminifu, kwa sababu tukiwa waaminifu kwa vitu hata zetu zenyewe, tutakuwa waaminifu tukikabidhiwa vitu ambayo isitaweza kusaidia jamii au watu wengi. Uaminifu ni kitu muhimu. Na ya tatu, atituwe waerefu. Tuwe waerefu ya kutambua mema na mazuri na kuzingatia kuishi kwa mambo hayo, kwa sababu ni maadili ya kiinjili ambayo inatuelekeza kwa Mungu. Na pia tuwe waerevu kutambua maovu na kusiacha, kwa sababu yanatuharibia sifa na pia yanatuzuia kupokea neema ya Mwenyezi Mungu na baraka zake na kutuelekeza katika ufalme wake. Tuombe ili Mwenyezi Mungu atupatie moyo ya kujitolea kwenda kuhubiri kwa mfano wa Paulo, na hasa zaidi kwa wale wamepungukiwa na imani, hawajali kuja kanisani, na hasa zaidi kwa wale hawajahubiriwa neno la Mungu na hawajakanyaga kanisani, ili tuwalete pia wasikie neno la Mungu ambaye itawasaidia katika maisha yao. Na pia tujaribu kuwa waaminifu katika maisha yetu, kuanzia kwa vitu zetu wenyewe, na pia tujaribu kwa njia zote kutenda haki na kutendeana haki na kuepukana na maovu ambayo yataweza kutuharibia sifa. Tumsifu Yesu Kristo.